mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu. Kipindi ambacho tunasaidiana kwa ajili ya kufafanua mambo mbalimbali, kushare maarifa, kushare uzoefu, ili kuweza kutafiti ndoto na madhumuni, malengo ambayo hasa Mwenyezi Mungu ametuita hapa duniani. Ndio tunaita mwisho wa siku lazima kutambua hatima yako ama destination yako, kwamba haya yote ambayo unahangaika nayo kuyafanya hapa duniani mwisho wa siku ni kwa ajili ya nini. Leo tunaenda kuangazia jambo muhimu sana katika jamii yetu na katika maisha yetu kama wanadamu. Jambo hili ni swala la biashara, business. Biashara, niliwahi kusema kwamba biashara ni kazi ambayo anaifanya mtu. Inaweza ikawa ni kuuza ama kununua na kuuza bidhaa kwa ajili ya kujipatia faida. Lakini nataka leo tuende tukaangalie, je, kuna umuhimu gani wa kufanya biashara? Wewe unayo ndoto ya kufanya biashara. Umewahi kujiuliza kwamba kwa nini unahitaji kufanya hii biashara? Swala hilo ni muhimu sana, kwa sababu likishaweza kufafanuliwa linakusaidia wewe kuweza kuangalia ni wapi ambapo unahitaji kuingia katika kufanya biashara ambayo itakupatia faida ili uweze kutimiza malengo yako. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba moja ya faida ama umuhimu wa kufanya biashara ni kwa ajili ya kuongeza ama kwa ajili ya kujipatia kipato, kwa sababu biashara yote inafanywa ili uweze kupata faida. Kwa hivi unapojipatia ama kujiongezea kipato, ndipo hapo unapoweza kuona umuhimu wa biashara yako. Mathalan, unaweza ukawa kuna kazi unafanya au kuna biashara unafanya, lakini unaona kwamba pato unalolipata wewe haliendani kiuhalisia na mahitaji ambayo wewe unahitaji kuyaingia katika hali ya kawaida. Kwa mwisho wa siku ndipo mtu unasema kwamba nataka nifanye biashara fulani ili niweze kupata pato fulani kwa ajili ya kumfunga ama kwa ajili ya kuweza kuziba gap la kile ambacho wewe ulikuwa unahitaji kwa ajili ya kipato chako. Mathalan, kwa mfano, wewe unafanya biashara kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba labda unapata chakula katika familia yako. Hiyo ni sababu ya muhimu sana, kwa sababu kila mtu anahitaji kupata chakula ili aweze kuishi. Kwa hiyo na hicho chakula uweze kukipata kama uweze kuwa na income ama fedha ya kuhakikisha kwamba unakipata. Kwa hiyo watu wengi wanaweza kusema unafanya biashara ili kuweza kuongeza kipato ambacho kitakusaidia kuweza kuhakikisha kwamba una survive katika hali ya kawaida. Manake nini? Manake ni kwamba uweze kupata chakula, uweze kusomesha watoto wako, uweze kununua mavazi yako, uweze kununua mavazi ya familia yako, watoto, mke wako au mume wako. Na mwisho wa siku sasa ndio unaweza kusema kwamba hii biashara yangu ni biashara nzuri na nisaidia, kipato ninachokipata kutokana na biashara ninayoifanya kinanisaidia katika uchumi wa familia. Kimsingi tunasema una raise up the standard of living, kwamba unaongeza ufanisi katika maisha ya kawaida ya binadamu. Yale mahitaji muhimu, kula, kulala, kunywa, kupumzika, unaweza ukayapata vizuri pale unapokuwa na kipato fulani. Kwa hivi watu wanaingia kwenye biashara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji kama hayo, kwamba kuna nyakati unaugua ama unauguliwa, lakini utakapoenda kupata huduma ya namna hiyo ni lazima kuna fedha zitahitajika ili wewe uweze kupata hiyo huduma. Na hizo fedha maana yake utazitoa wapi? Ni lazima kuna shughuli fulani ambayo wewe unatakiwa ifanye ili uweze kupata hiyo fedha ya kuweza kupata hizo huduma. Na moja ya kitu ambacho sasa mtu anaweza akakifanya ili kuweza kupata hiyo income ya kumsaidia kuweza kukava matumizi kama hayo ni biashara. Kwa hiyo huo ni umuhimu wa kwanza. Umuhimu wa pili inaweza ikawa ni wewe kutaka kutimiza ndoto zako, kwa sababu kuna watu ambao wao daima amekuwa na ndoto. Siku moja, mimi siku moja nataka nianzishe kiwanda fulani, mimi siku moja nataka nianzishe kazi fulani, mimi siku moja nataka nianzishe biashara fulani ya kilimo, mimi siku moja nataka nianzishe kiwanda cha kuchakata labda maziwa ama kiwanda cha kuchakata mafuta ya kula. Ni ndoto yako. Kwa hiyo mwingine anaingia kwenye biashara ili mradi tu anataka atimize ndoto zake katika maisha za kile kitu ambacho amewahi kuwa anakiwaza kwa muda mrefu, na sasa anapokuwa amefikia kwenye uwezo wa kutaka kukifanya, anakifanya ili aweze kutimiza ndoto zake. Ndio maana kama life coach huwa nawaambia watu,
Wewe usiingie kwenye biashara kwa sababu mtu fulani amekwambia biashara inalipa hii, kwa sababu yawezekana yeye alipoingia kwenye ile biashara aliingia kwa maono yake na kwa sababu zake, na kile anachokipata kwenye biashara yake anaona kwamba it's enough na kinalipa. Kwa hivyo wewe unaweza ukaenda kwa mkumbo wa aina hiyo, ukaingia ukakuta kinachopatikana sicho kama ulichokuwa umetegemea, na wewe utakuwa disappointed kwa kusema kwamba biashara hii sio nzuri, biashara hii hailipi. Ni muhimu sana. Hiyo ni sababu ya pili, kwamba watu wanaingia kwenye biashara, ama mtu ama taasisi inaingia kwenye biashara fulani kwa ajili ya kufulfill ama kwa ajili ya kutimiza ndoto ambayo mtu amewahi kuwa nayo kwa muda mrefu. Sababu nyingine ya tatu ambayo mtu anaweza akaingia kufanya biashara ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa jamii. Kuna mtu anaweza akawa amependa sana kufanya kitu fulani katika jamii, labda kuwa na hospitali ama kuanzisha kazi fulani ambayo inasaidia huduma fulani katika jamii. Kwa hiyo mtu huyu yeye anaanzisha kazi ile kwa ajili tu ya kuhudumia jamii yake, kwamba jamii yangu iweze kuweza kuhudumiwa kutokana na hiki ambacho mimi nitakuwa nakifanya. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni sababu nyingine ya mtu kufanya biashara. Lakini sababu nyingine ya kwa nini mtu anaweza akataka kuingia kwenye biashara ni kwa ajili ya kutoa employment, ama kwa ajili ya kutoa ajira kwa jamii. Wewe unafahamu kwamba kila mwaka taifa linakuwa linazalisha watu wengi, dunia inazalisha watu wengi. Na nikisema watu wengi, maana yake namaanisha watu wanaozaliwa, lakini vile vile namaanisha kwamba watu ambao wanatoka kupata masomo ama kujifunza kwenye fani mbalimbali. Sasa hawa watu ambao wanajifunza kwenye fani mbalimbali, kimsingi wote hawawezi kuajiriwa kiurahisi. Ni lazima ziwepo taasisi, mashirika, makampuni ambayo hayo yametengenezwa ama yanaundwa kwa ajili ya kutoa ajira kwa hao watu. Kwa mfano, wewe ukianzisha biashara yako ya kilimo katika shamba lako la ekari 1 ama ekari 10, obviously utahitaji watu 3, 4, 5, 6, 10 kwa ajili ya kusaidiana na wewe kama vibarua, kusaidiana pale shambani, kusafisha shamba, kupanda, kufanya palizi, kuvuna, namna hiyo. Na wao kutokana na hilo shamba lako, na wao pia maisha yao yanaendelea. Kwa hiyo wewe in one way or another, kwa namna moja ama nyingine, wewe unakuwa umetoa ajira kwa watu wengine ambao wao hilo shamba la ekari 1 hawana, au wao hawana huo mtaji wa kufanya hicho ambacho wewe ungeweza kufanya. Kwa hivi wewe wale watu kwa namna moja ama nyingine, wewe unakuwa umewasaidia kuweza kupata kazi ambayo hiyo kazi sasa wakishaifanya, na wao pia wanaendelea kuishi maisha yao kama binadamu wengine, kwa maana ya kwamba kujipa kipato pamoja na kuendesha maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali ambazo kwa kweli watu au mtu anaweza akafikiria kufanya biashara. Zingine zinaweza zikawa ni sababu binafsi kabisa kama nilivyotoka kufafanua, lakini zingine zinaweza zikawa ni sababu za kimalengo. Lakini kikubwa tunachosema ni kwamba biashara yoyote ile ni lazima iwe inalenga hasa kwa ajili ya kuongeza faida ama kupata faida, na ile faida inaweza ikasaidia kwa ajili ya expansion ama kwa ajili ya kupanua biashara aliyokuwa nayo. Hilo nalo ni jambo lingine ambalo ni muhimu sana, kwa sababu unaweza wewe ukawa una duka lako kijiji chako pale, ama wewe katika mtaa wako una genge lako ulilofungua, lakini baadaye baada ya kuwa umepata faida ama umefanya biashara, ukaamua kufanya expansion ya lile genge ulilokuwa unalifanya, au ukaamua kufanya modification kwamba lilikuwa ni la kawaida, baadaye sasa ukaamua kujenga namna fulani ya kisasa kwa ajili ya watu kuweza kupata huduma vizuri. Kwa hiyo wewe utakuwa umefanya expansion. Kwa hiyo katika hayo yote manake una intend kupata huduma, kupata faida, lakini vile vile unakuwa umeboresha ama umeongeza wigo wa kutoa huduma kwa watu ambao wanakuwa wanazunguka biashara yako. Daima huwa nafikiria kwamba swala tu la kibiashara
si swala tu la kimwili, lakini nadhani biashara pia linaweza likawa ni kitu ambacho related to spiritual, kwa sababu service ndani ya biashara inaweza ikaleta matokeo ambayo ni chanya makubwa kwa ajili ya kumfanya binadamu aweze kuwa kamili. Kwa nini? Kwa sababu kwenye spirituality binadamu tu sio roho, lakini binadamu pia ni mwili. Lakini huu mwili utaishi namna gani? Huu mwili lazima utengenezewe mekanizmu nzuri za kuweza kuishi vizuri, na hatimaye sasa hata huyu binadamu aweze kumwabudu Mungu Mwenyezi vizuri kwa namna ya pekee ya furaha na upendo. Kwa sababu kama mahitaji kama haya yanakosekana, mahitaji muhimu kabisa ya kibinadamu, inaweza ikaleta ugumu sana kwa mtu kuweza kupata hata huduma za kiroho. Mathalan tuseme kwamba labda wewe pale ulipo, ili uweze kwenda kwenye nyumba yako ya ibada, itakuhitaji wewe labda ni mwendo wa mbali kidogo. Kwa hivyo wewe utahitaji uwe na kiasi fulani, labda shilingi 1000, 2000 au 3000, 5000 ya kuchukua usafiri kukupeleka pale kwenye nyumba ya ibada na kukurudisha, na kwa taratibu pia za kiibada, labda na kiasi fulani cha kumtolea Mungu sadaka. Kwa hiyo jaribu kufikiria kwamba unahitaji kutoka pale nyumbani kwako uende kupata huduma ya kiroho, lakini ukiangalia mfukoni au pale nyumbani unaona kabisa kwamba hakuna income ama hakuna fedha ya kukuwezesha wewe kuweza kufanya movement kama hiyo ya kwenda kuweza kupata huduma ya kiroho uliyokuwa unahitaji. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo naanza kufikiria kwamba kuna possibility ama chances kwamba unaweza ukapata mdororo fulani wa kiroho kwa sababu tu ya aina ya mazingira ambayo yanakufesi, hasa kwenye muktadha huu wa kusema kwamba upataji wa kipato ambacho kinaweza kusaidia katika kuendesha maisha kama kawaida. Ndio maana nasema kwamba swala la biashara si swala tu la kuliangalia kama mtu unahitaji kupata kipato na nini, lakini pia ni swala ambalo linawezesha ustawi mzuri katika jamii. Kumbuka kwamba moja pia ya lengo kubwa sana la biashara kitaifa ni katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na mzunguko wa fedha miongoni mwa watu katika taifa hilo, lakini vile vile kuongeza ukubwa wa pato la taifa. Tunasema kwamba kama kuna viwanda vingi, maana yake kuna ajira nyingi zitazaliwa, maana yake kuna watu wengi watakuwa wanapata pesa, maana yake ni kwamba kuna watu wengi wataweza kumudu maisha yao, wataishi vizuri, watapeleka watoto wao shule, watanunua vifaa vya usafiri, pikipiki, baiskeli, magari, na wataenjoy, watafurahia ubinadamu wao mahali pale walipo. Kwa hiyo wewe unapofikiria kufanya biashara, jua kwamba tendo ama jambo unalotaka kulifanya si jambo tu lako binafsi, lakini ni jambo ambalo linakuwa na mchango mkubwa kwa jamii, kwa taifa na hata ulimwengu wote. Asante sana kwa kutufuatilia. It begins with you. Inaanza na wewe. Do your best and God shall do the rest. Asante.